Na shirika moja la haki za kibinadamu la Marekani sasa limejiunga na viongozi na wananchi wanaozidi kuuliza maswali na kuishtumu serikali kuhusiana na sakata ya utoaji wa pasipoti za Kenya kwa watu wanaohusishwa na ukiukaji mkubwa wa haki za kibinadamu nchini Sudan. Shirika hilo lililo na makao yake makuu jijini New York limeishtumu serikali kwa kuwapa pasipoti wafadhili wa vita nchini Sudan ambao wamewekewa vikwazo pamoja na watu wanaohusishwa na wapiganaji wa kundi la Rapid Support Forces. Na kama anavyoarifu Brenda Wanga ni kwamba tetesi hizo zinazidi kutokota huku serikali ikisalia kimya kuhusu sakata hiyo. Hazina ya haki za kibinadamu yenye makao yake huko Marekani ndiyo ya hivi punde kuzamia sakata ya utoaji wa pasipoti kwa makamanda wa kikosi cha Rapid Support Forces cha Sudan. Kupitia kwenye akaunti yake ya X, shirika hilo limeelezea kutamaushwa kwake na hatua ya serikali ya Kenya kutoa pasipoti hizo kwa raia hao wa Sudan ambao wamewekewa vikwazo mapigano na watu wengine wanaohusishwa na mauaji ya halaiki nchini Sudan. Shirika hilo pia linahusisha utoaji wa pasipoti hizo na usuhuba tata wa Rais William Ruto na wapiganaji wa kundi la RSF, wakisema mahusiano hayo yanahusisha Kenya na kufanikisha kundi hilo kukwepa vikwazo vilivyowekewa. Kenya inatuhumiwa kwa kutoa hati hizo za kusafiri kwa watu zaidi ya 25 ambao ni raia wa Sudan, miongoni mwao Algoni Hamdan Daglo Musa, nduguye mdogo wa kamanda wa RSF Mohamed Hamdan Dagalo ambaye pia anafahamika kama Hemedi. Wawili hao wamewekewa vikwazo kwa kufadhili shughuli za kundi hilo la wapiganaji na kuwapa silaha wapiganaji hao wanaotuhumiwa pia kwa mauaji na ukatili wa kingono nchini Sudan. Wiki mbili zilizopita, ripoti ya ufichuzi kutoka kwa idara ya uhamiaji ilionyesha kuwa Kenya ilitoa pasipoti au ilikuwa kwenye harakati za kutoa pasipoti kwa raia wa Sudan na Zimbabwe ambao sifa zao zinatiliwa shaka. Orodha iliyotolewa ilikuwa na majina ya wapiganaji wa Rapid Support Forces wa Sudan na raia mmoja wa Zimbabwe ambaye anatuhumiwa kwa ufisadi nchini kwao. Kisa hicho kilivutia shutuma kutoka kwa wananchi wa Kenya ambao waliibua maswali kuhusu mchakato uliotumiwa kuwapa watu hao pasipoti, huku viongozi mbalimbali pia wakihoji kuwa hatua hiyo huenda ikadunisha hati hiyo muhimu. Lakini licha ya maswali hayo, idara ya uhamiaji iliyo chini ya mkurugenzi mkuu Evelyn na waziri Kipchumba Murkomen imesalia kimya, pengine ikitazamia kuwa swala hilo litazikwa kwenye kaburi la sahau. Ila bado maswali yanaulizwa, huku sasa mashirika ya kimataifa yakizidi kuelekeza darubini zao kwenye sakata hiyo. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.